Nchi zenye nguvu kubwa za kijeshi barani Ulaya zinapanga kuchukua jukumu kubwa zaidi katika ulinzi wa bara hilo, hatua inayolenga kupunguza utegemezi kwa Marekani. Kwa mujibu wa ripoti ya Financial Times ya Alhamisi, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na mataifa ya kaskazini mwa Ulaya yanashiriki katika mazungumzo yasiyo rasmi lakini yenye mwelekeo maalum kuhusu mpango huo. Hatua hii inajumuisha pendekezo kwa utawala wa Donald Trump kuhusu mchakato wa uhamasishaji wa majukumu ya ulinzi kwa kipindi cha miaka 5 hadi 10 ijayo. Maafisa wanne wa Ulaya wanaohusika na mazungumzo haya wamethibitisha kwamba jitihada zinaendelea ili kuunda mkakati wa kujitegemea zaidi katika masuala ya ulinzi. Mazungumzo haya yanaonyesha kutambua kwa Ulaya umuhimu wa kujitegemea zaidi kuliko masuala ya ulinzi. Ingawa NATO bado ni nguzo kuu ya usalama wa bara hilo, mataifa ya Ulaya yanatafuta kuimarisha uwezo wao wa kijeshi na uhuru wa kimkakati. Hili linatokana na wasiwasi kuhusu mwelekeo wa Marekani katika masuala ya kimataifa, hasa kutokana na ukosoaji wa Donald Trump kuhusu matumizi ya ulinzi ya mataifa ya Ulaya na shinikizo lake kwa washirika wa NATO kuongeza mchango wao. Iwapo mpango huu utafanikiwa, Ulaya itahitaji kuongeza bajeti za ulinzi, kuimarisha mazoezi ya pamoja ya kijeshi na kupanua uzalishaji wa silaha. Ufaransa na Ujerumani zimekuwa mstari wa mbele katika kusisitiza umuhimu wa uhuru wa kimkakati, huku Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akipigia debe wazo la Ulaya kuwa na ulinzi huru zaidi. Ingawa Uingereza imejiondoa katika Umoja wa Ulaya, bado inasaidia kuwa mshirika muhimu wa usalama kupitia NATO na ushirikiano mwingine wa kijeshi. Hata hivyo, changamoto kubwa katika mpango huu ni uratibu wa juhudi za ulinzi kati ya mataifa yenye maslahi tofauti ya kimkakati. Wakati baadhi ya mataifa yanataka kujitegemea zaidi kijeshi, mengine yanahofia kupunguza ushawishi wa Marekani kwa haraka mno. Mataifa ya kaskazini mwa Ulaya, kwa mfano, yana uhusiano wa karibu wa kiulinzi na Marekani na huenda yakataka uhakikisho wa msaada wake kuendelea. Ripoti ya Financial Times inasisitiza kuwa mazungumzo haya bado yako katika hatua za awali. Hata hivyo, utayari wa mataifa ya Ulaya kuandaa mpango wa mpito unaodhibitiwa unaashiria mabadiliko katika mkakati wa ulinzi wa bara hilo. Iwapo mpango huu utatekelezwa, unaweza kubadilisha uhusiano wa kiulinzi kati ya Ulaya na Marekani pamoja na nafasi ya NATO katika siku zijazo. Katika hali ya mabadiliko ya kimataifa ya kiusalama, mataifa ya Ulaya yanakabiliwa na swali muhimu: jinsi ya kusawazisha uhuru wa kimkakati huku yakiendelea kushirikiana na Marekani katika kuhakikisha usalama wa bara hilo. Hii ni Media Express, mimi ni Hassan Magulumali.